Mimi ni Kapteni Alex Katama, ni meneja ulinzi, usalama na mazingira kutoka TASAC. Leo tuko Tanga kwa ajili ya zoezi la kupambana na umwagikaji wa mafuta baharini. Tulianza na mafunzo ya darasani. Leo tumekuja kufanya mafunzo kwa vitendo, na tuna wadau kadha wa kadha kulingana na mpango wa kitaifa wa kupambana na umwagikaji wa mafuta. Umuhimu wa hili zoezi ni kwamba ni kujenga utayari wa hawa watu wa Tanga, ili ikitokea umwagikaji wa mafuta wawe tayari kupambana na mafuta, tukizingatia kwamba sasa hivi Tanga kuna uwekezaji mkubwa. Tuna bomba la mafuta kutoka Hoima, ni mafuta mazito, kwa hiyo lazima tujiandae, kwa sababu huwezi kujua ajali inatokea wakati gani. Kwa hiyo ndio kitu tulichokuja kufanya hapa Tanga. Sio mara ya kwanza, tumeshafanya mazoezi mawili, sasa hivi ni la tatu. Kwa hiyo faida tulioipata, kwanza tumekuta watu sio wageni sana, ingawa wanapaswa kukumbushwa, lakini kuna wengine wameongezeka pia, wameendelea kupata ujuzi. Kwa hiyo ndio faida tulioipata. Pia tunashukuru kwamba tumepata ushirikiano mkubwa na ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na wao pia ni washiriki wazuri katika hili zoezi. Naitwa Mrakibu Msaidizi Riki Nyarusi, ni District Fire Officer kutoka Lushoto na wakilisha zimamoto, na nipo hapa kama ni part ya response team ya oil spills. Mafunzo haya kwa kweli, au semina hii niseme ni nzuri sana, kwa sababu kwa Tanga ni mara ya tatu, na katika awamu zote nimekuwa nikishiriki, na lengo kubwa la semina hii ni kupeana uelewa kwenye theory na practical juu ya ukitokea dharura za umwagikaji wa mafuta baharini. Kwa Tanga yetu tuna bahari, lakini sehemu zingine mpaka maziwani. Kwa sisi kama zimamoto, role kubwa tunao play hapa ni swala zima, kama kutatokea incident, labda kuna moto umetokea ambao umesababishwa na ule umwagikaji wa mafuta, sisi tunakabili vipi ule moto, lakini vile vile kufanya maokozi, sababu tunaamini katika zoezi hili linaambatana na ajali ndogo ndogo. Inawezekana watu katika kufanya operation hii wakakwama kwenye maji, katakiwa kama zimamoto tukawaokoe. Lakini tuje kwenye swala la mafuta. Mafuta kimwagika, hasa kama katikati ya bahari, tuna uwezo wa kufanya control burning, kwa maana tunachoma moto yale mafuta, tunayasecure na kuachoma moto. Kisha choma moto inakuwa ni safe, tunakuwa tumeweza kukabiliana na mafuta ya design hiyo ambayo inakuwa ni ngumu kuyafanyaje kuyaondoa. Haya, mimi ni mafunzo yangu ya mara ya kwanza, lakini nimefurahi. Kwanza niipongeze TASAC kwa ajili ya kutuleta na kushiriki mafunzo haya kama wadau kutokea katika taasisi mbalimbali. Binafsi nimejifunza, kwanza nilikuwa sifahamu masuala ya umwagikaji wa mafuta katika bahari zetu. Nimejifunza vitu vingi. Nimejifunza kwamba mafuta sio lazima tu yamwagike katika bahari. Nimejifunza kwamba mafuta haya yanaweza yakamwagika hata katika nchi kavu, lakini yakapelekea madhara katika bahari zetu kutokana na mseleleko wa mafuta yale.